إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحبة، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من البدع ومن النار. أحبة، baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwanza kabisa na kuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na kumcha Allah ni Muislamu kujiweka katika maamrisho na kujiweka mbali na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Muislamu anayehitaji kufanikiwa katika maisha yake ya duniani, lakini pia kufanikiwa katika maisha yake ya akhera, ajipambe na sifa ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuyafanya yale ambayo anatakiwa na Allah kuyafanya na kuachana na yale ambayo anatakiwa na Allah subhanahu wa ta'ala ayaache. Hotuba yetu ya leo ina kichwa cha habari kinachosema muhasabatu nafsi sabilun najah. Kuifanyia muhasaba nafsi, mtu kuifanyia tathmini nafsi yake, hii ni njia ya kuokoka na matatizo ya hapa duniani, lakini pia kuokoka na matatizo ya kaburini na kuokoka na matatizo ya kesho akhera. Kwa yule ambaye atakuwa na tabia ya kujifanyia muhasaba, tabia ya kujifanyia tathmini kunako na matendo yake. Hata wafanyabiashara wanapofanya biashara, baadaye wanafanya mahesabu yao na kuweka mahesabu vizuri na kuangalia, je, katika biashara yake aliyoifanya amepata hasara au amepata faida, ili kama atakuwa amepata hasara aweze kurekebisha zile sababu za yeye kupata hasara. Atajiuliza kwamba kwa nini nimepata hasara katika biashara hii ya leo,
atajiuliza na atarekebisha yale mapungufu yaliyopatikana katika biashara yake ili asirudie tena kupata hasara. Na ndivyo anavyotakiwa Muislamu, awe ni mwenye kujifanyia mahesabu, awe ni mwenye kujifanyia tathmini yanayohusiana na matendo yake, na akifanya hivyo, hii ni njia ya kuokoka na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, kuifanyia muhasaba nafsi, jambo hili amara Allahu subhanahu wa ta'ala wa amarahu ar-rasul sallallahu alayhi wasallam. Jambo hili ameliamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini vile vile ameliamrisha Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba kila Muislamu anatakiwa kujifanyia tathmini kunako na matendo yake, kunako na ibada zake, kunako na mambo ya kheri, kunako na maovu na makosa, ajifanyie tathmini. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ayuha alladhina amanu ittaqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii ametuita kwa jina la imani, enye ambao mmeamini. Allah anataka kutuelekeza nini? Anataka kutuamrisha nini? Baada ya kutuita kwa jina la imani, Allah anasema ittaqullaha, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala, waltanzur nafsum ma qaddamat lighad, na iangalie nafsi imetanguliza nini kwa ajili ya kesho. Imejitangulizia kitu gani kitakachomsaidia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kila Muislamu ajikague, kila Muislamu ajiangalie ni mambo gani aliyoyaandaa ya kheri yatakayomuokoa na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hii ni amri ya Allah na maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anatuelekeza sisi, kila mmoja anatakiwa ajikague. Kisha Allah akarudia kusema wattaqullaha, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allaha khabirun bima ta'malun, hakika Allah ni mwenye habari wa yale ambayo mnayafanya. Kila mnachokifanya katika ulimwengu huu Allah anakifahamu, na Allah anakijua, na Allah ana taarifa nacho. Kiwe ni jema, kiwe ni kibaya, unapofanya jua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala analijua jambo hilo. Ahibatu fillah, ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alayhi wasallama pia amesema katika hadithi iliyopokelewa na Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu. Shaddad anasema, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, alkayisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da almaut. Mtu mwerevu, mtu mjanja, mtu mwenye akili salama ni yule ambaye anaifanyia tathmini nafsi yake, anaifanyia muhasaba nafsi yake, wa amila lima ba'da almaut, na akafanya matendo yatakayomsaidia baada ya kufa. Akafanya matendo mema, akafanya matendo ya kheri. Matendo haya yatamsaidia yeye baada ya kuondoka katika ulimwengu huu. Kisha Mtume akasema, wal ajizu, na mtu aliyeshindwa, na mtu ambaye akili zake haziko sawa sawa, ni mtu ambaye
man atba'a nafsahu hawaha, ni yule ambaye anaifuatishia nafsi yake matamanio yake, anafanya yale ambayo anaelekezwa na nafsi yake. Watamanna ala Allahi al-amani, na akatarajia kwenda kupata malipo mazuri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nafsi yake inamwamrisha kufanya maovu, nafsi yake inamwamrisha kufanya mabaya, nafsi yake inamwamrisha kufanya madhambi, alafu mtu huyo anatarajia kwenda kulipwa mazuri na Allah subhanahu wa ta'ala, anatarajia kulipwa thawabu na Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu ni mtu aliyeshindwa, huyu ni mtu ambaye akili zake haziko sawa sawa. Lakini mtu mwenye akili za sawa sawa ni yule ambaye anaifanyia muhasaba nafsi yake, anaifanyia tathmini nafsi yake, na akafanya matendo yatakayomsaidia baada ya kufa. Ahibatu fillah, ndugu zangu katika iman, kuna maisha baada ya maisha haya ya duniani. Tukiondoka katika kituo hichi cha duniani, kuna kituo kingine ambacho tutakwenda kukikuta. Ala wahiya alqabru, fahamu maisha hayo yatakuwa ni kaburini. Mtu ambaye anajielewa ni yule ambaye anafanya matendo yaliyokuwa mazuri. Matendo hayo yatamsaidia baada ya yeye kufa. Mtu mmoja mwenye hikma anasema, al-uqalau arba'a, watu wenye akili salama katika ulimwengu huu ni watu wanne. Wa kwanza, man taraka dunya kabla an tatrukahu, ni yule ambaye ameiacha dunia kabla dunia haijamuacha. Katika maisha yake ya duniani akaipa nyongo dunia, hakuishi kama vile hataondoka katika ulimwengu huu. Ameipa dunia nyongo, ameiacha dunia kabla dunia haijamuacha. Huyu ni mtu wa kwanza mwenye akili iliyokuwa ya sawasawa. Mtu wa pili, waman bana qabrahu qabla an yadkhulahu, atakayelijenga kaburi lake kabla ya kwenda kuliingia. Tayari amelijenga kaburi lake, amelitengeneza kaburi lake kwa kufahamu ya kwamba kaburi ndiyo itakuwa ni nyumba yangu baada ya kuondoka katika nyumba ya hapa duniani. Amelijenga na kuliandaa vizuri kaburi lake kabla ya kwenda kuliingia. Huyo ni mtu mwenye akili. Mtu wa tatu mwenye akili, waman arda rabbahu qabla an yalqahu, ni yule ambaye anamridhisha Mola wake kabla ya kwenda kukutana naye. Anafanya matendo mema, anafanya matendo mazuri, matendo yenye kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Huyo ni mtu mwenye akili. Wanne, waman salla qabla an yusalliya alayhi, ni yule atakayekuwa ni mwenye kuswali kabla ya kuswaliwa. Anafahamu ya kwamba mimi kama Muislamu natakiwa kuswali swala 5 kwa siku, na akawa ni mwenye kuziswali swala hizo tena kwa wakati. Man salla qabla an yusalliya alayhi, mwenye kuswali kabla ya kuja kuswaliwa. Lakini kuna watu wengi hawaswali, hawamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Anaitwa jina la Kiislamu, anapofariki ndio Waislamu wanamuingiza msikitini kumswalia, lakini alipokuwa yuko hai yeye alikuwa haingiagi msikitini. Anawaona Waislamu wakiswali, yeye anapita anaendelea na kazi zake.
anawaona Waislamu wako msikitini wanaswali, yeye anaendelea na mapumziko yake. Hakuwa ni mtu wa swala. Lakini mtu mwenye akili timamu ni yule ambaye anaswali kabla ya kuja kuswaliwa. Tuzangu katika imani, Muislamu anatakiwa afahamu ya kwamba vyovyote utakavyoishi, iko siku utaondoka katika maisha haya ya duniani. Iko siku utakufa na utaelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tengeneza mazingira ya huko ambako utakwenda kuishi milele. Tengeneza mazingira ya namna utakavyokwenda kuishi maisha ya kaburini. Maisha ya kaburini ni maisha magumu. Watu wanakufukia udongo tani 7, wanakuacha hapo, wanaondoka. Hebu wafikiri kwamba mtu huyu aliyefukiwa, mtu huyu aliyezikwa, anaishi katika mazingira gani katika kaburi lake? Ndugu katika imani, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, alqabru imma rawdatun min riyadil janna wa imma hufratun min hufari nari. Mtume anasema kaburi ima litakuwa ni bustani miongoni mwa mabustani ya peponi, kutokana na vile ulivyoliandaa na kulijenga kaburi lako. Kama uliliandaa kaburi lako liwe ni bustani, ukafanya ibada, ukafanya mambo ya kheri, ukajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kaburi lako litakuwa ni bustani miongoni mwa mabustani ya peponi. Utaishi kwa raha, utaishi vizuri ndani ya kaburi lako. Wa imma hufratun min hufari nari, na imma kaburi yawezekana likawa ni shimo miongoni mwa mashimo ya moto, kutokana na vile ulivyoliandaa kaburi lako. Kama haukuwa ni mtu wa ibada, kama haukuwa ni mtu wa kuswali, kaburi lako litakuwa ni shimo miongoni mwa mashimo ya moto. Utaadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya kaburi lako, na siku ya kiyama atakuingiza katika moto wake. Kwa ndugu zangu katika imani, mtu mwenye akili salama ni yule ambaye ana tabia ya kujifanyia muhasaba, ana tabia ya kujifanyia tathmini kutokana na namna anavyomwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hadithi nyingine ya Ibn Umar radhiyallahu anhuma, Ibn Umar anasema, kuntu ma'a nabii sallallahu alayhi wasallam, siku moja nilikuwa nimekaa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Nilikuwa na Mtume sallallahu alayhi wasallama, fajaahu rajulun min al-ansari, akaja bwana mmoja katika Ansari, akaja mwanaume mmoja katika wanaume wa Madina. Alipofika, fasallama ala nabii sallallahu alayhi wasallama, akamsalimia Mtume sallallahu alayhi wasallama. Thumma qala, kisha akasema, ya Rasulullah, e Mtume wa Allah, ayyul mu'minina afdal, ni waumini gani ambao ni bora kuliko waumini wengine? Mtu anapokuwa na sifa ya imani, huyu ana ubora mkubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu bwana anataka kujua katika waumini ambao waumini hawa ni bora, ni nani ambaye ni bora zaidi kuliko waumini wote? Qala, Mtume akasema, ahsanuhum khulqa, ni yule atakayekuwa na tabia nzuri zaidi kuliko watu wengine, ni yule atakayekuwa na tabia nzuri kuliko waumini wengine. Ana akhlaqi nzuri, ana tabia njema, huyo atakuwa ni mbora kuliko waumini wengine. Qala, akauliza tena akamwambia, fa ayyul mu'minina akyas, ni waumini gani ambao ni werevu, wana akili kuliko waumini wengine? Waumini wote ni werevu,
Waumini wote wana akili, lakini ni nani ambaye atakuwa na akili kuwashinda watu wote? Kala, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallama, aktharuhum lilmauti dhikran, yule ambaye atakuwa na yakumbuka mauti zaidi, huyu atakuwa na akili kuliko wengine. Lakini pia wa aktharuhum istidadan lilmaut, na wale ambao wana maandalizi ya kifo. Muumini ambaye anafahamu ya kwamba iko siku nitaondoka, akafanya maandalizi, huyo muumini ana akili. Muumini huyo ana akili kuliko waumini wengine, kwa sababu ya kufanya maandalizi ya kuondoka katika dunia hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ulaika al-akyasu, hao ndio wenye akili timamu, hao ndio waerevu, watu ambao wanayakumbuka mauti saa zote, watu ambao wanafanya maandalizi ya kuondoka katika dunia hii. Hao ndio waerevu kuliko watu wengine. Ndugu zangu katika imani, waja wema, masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallama vile vile wametoa wosia kuhusiana na umuhimu wa jambo hili la mtu kujifanyia tathmini, la mtu kujifanyia muhasaba. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu anasema, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, zifanyieni tathmini nafsi zenu kabla ya kwenda kuhesabiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Zihesabuni nafsi zenu kabla ya kwenda kuhesabiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Muislamu anatakiwa kila siku akae ajifanyie muhasaba kunako na mema aliyoyafanya, ajifanyie muhasaba kunako na makosa aliyoyafanya. Muumini huyu atagundua kwamba katika siku ya leo nimemkosea fulani, katika siku ya leo nimemkosea Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ya kujifanyia muhasaba. Ndugu zangu katika imani, Hasan al-Basri anasema, innal mu'mina qawamun ala nafsihi, hakika muumini ni msimamizi wa kuisimamia nafsi yake. Kila mmoja katika sisi anatakiwa kuisimamia nafsi yake. Yuhasibu lillahi, anaihesabu na kuifanyia tathmini nafsi yake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innama khaffa alhisabu, na hakika si vinginevyo hesabu itakuwa ni nyepesi yaum alqiyama, siku ya qiyama, ala qaumin hasabu anfusahum, kwa watu ambao walikuwa wana tabia ya kuzihesabu nafsi zao fi dunia, katika dunia. Yeyote ambaye anajifanyia muhasaba yeye mwenyewe, hesabu yake mbele ya Allah itakuwa ni nyepesi. Na kinyume chake, mtu ambaye hajifanyii muhasaba, mtu huyu hesabu yake itakuwa ni ngumu sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kila mmoja katika sisi ajifanyie muhasaba ili hata hesabu yake iwe ni nyepesi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisairi almuslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd. Ahibba, khutba yetu ya leo inatukumbusha na kutuhimiza kwamba kila mmoja katika sisi awe na tabia ya kuihesabu nafsi yake,
awe na tabia ya kujifanyia tathmini kunako na matendo yake. Ukiwa unafanya hivyo, utagundua mapungufu yako na utakuwa ni mwenye kujirekebisha. Lakini kama haufanyi hivyo, hautojua kwamba nafsi yako ina mapungufu katika sehemu gani. Ndugu zangu katika imani, miongoni mwa maeneo muhimu mtu kujifanyia tathmini, mtu kuifanyia muhasaba nafsi yake, ni muhasabatu nafsi fi khidmati din. Kila mmoja katika sisi anatakiwa ajifanyie tathmini namna anavyoihudumia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, namna anavyoisimamia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jifanyie muhasaba kwamba hii dini naihudumiaje, naitumikiaje. Kila mmoja ajiulize, hivyo naihudumia dini au umeipuuza dini? Unaihudumia dini au umeitelekeza dini? Kila mmoja katika sisi ajiulize. Lakini pia kila mmoja anatakiwa ajiulize, ajifanyie muhasaba, muhasabatu nafsi fil faraidh. Kila mmoja katika sisi ajifanyie muhasaba kuhusiana na ibada za faradhi. Umezitekelezaaje? Ibada za faradhi umezitekelezaaje? Jifanyie muhasaba, ihesabu nafsi yako kunako na swala 5, ifanyie muhasaba nafsi yako kunako na zaka, ifanyie muhasaba nafsi yako kunako na hija, ifanyie muhasaba nafsi yako kunako na Ramadhan. Jifanyie muhasaba, jifanyie tathmini kuhusiana na ibada za faradhi. Lakini pia muhasabatu nafsi fi nawafil, jifanyie muhasaba katika ibada za sunna, swala za sunna. Wewe ukoje? Swala za usiku ukoje? Jifanyie muhasaba. Kama una mapungufu, anza kuyarekebisha mapungufu hayo. Ndugu zangu katika imani, miongoni mwa maeneo ambayo tunatakiwa kujifanyia muhasaba ni muhasabatu nafsi fi infaqi fi wujuhi alkhairi, kujifanyia muhasaba na tathmini katika kujitolea kwa ajili ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jifanyie muhasaba namna unavyotoa sadaka, jifanyie muhasaba namna unavyosaidia jamii, jifanyie muhasaba katika kujitolea katika kuipeleka mbele dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jifanyie muhasaba. Unapokuja Ijumaa, unakuwa umeandaa kitu gani cha kujitolea kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala? Wiki nzima haujatoa sadaka. Unapokuja msikitini, andaa sadaka yako kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hebu jifanyie muhasaba. Wewe kila Ijumaa unapokuja, unakuja na nini? Ndugu zangu katika imani, Muislamu anatakiwa ajifanyie muhasaba fi talabil ilmi, ajifanyie muhasaba katika kuitafuta elimu ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Una juhudi gani katika kuitafuta elimu? Mwaka mzima huu umetafuta elimu na umeipata elimu kwa kiasi gani? Jifanyie muhasaba katika kuisoma Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jifanyie muhasaba katika kuhifadhi Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jifanyie muhasaba katika kujua tafsiri ya Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jifanyie muhasaba ndani ya mwaka mzima umehudhuria mihadhara mingapi? Jifanyie tathmini. Jifanyie tathmini, unahudhuria durusi zinazofanyika misikitini mara ngapi kwa wiki? Misikiti mingi na durusi, watu wanasoma kitabu tauhidi, watu wanasoma vitabu vya fiqhi, watu wanasoma vitabu vya tarikh katika misikiti mbalimbali. Jifanyie muhasaba, wewe unahudhuria durusi kwa wiki mara ngapi? Kwa mwezi mara ngapi? Jifanyie muhasaba katika mambo hayo. Ndugu zangu katika imani, kujifanyia muhasaba ni jambo la muhimu sana kwa Muislamu. Kwa kila mmoja katika sisi anatakiwa ajifanyie muhasaba kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha almu'minun, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.